السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Bismillahirrahmanirrahim. Halifa mtukufu anasema tafsiri ya aya hii ni hivi: enyi mliamini, melazimishwa kufunga saumu kama waliolazimishwa wa kabla yenu, ili mpate kumcha Mungu. Kwa fadhila za Mwenyezi Mungu, mara ya tena tumepata bahati ya kupata mwezi mtukufu wa Ramadhan katika maisha yetu, na mwezi huu umeanza tangu jana. Katika mwezi huu wengi wa Waislamu wanafunga saumu, na kwa kufunga saumu wanakuja misikitini kwa ajili ya swala na kwa ajili ya kuswali swala ya tarawih. Katika misikiti yetu pia katika siku hizi za mwezi wa Ramadhan watu wengi wanakuja zaidi katika siku za kawaida. Aya niliyosoma sasa hivi, aya hii inasomwa katika MTA mara kwa mara. Aya hii inasomwa kwa ajili ya kutukumbusha kwamba saumu hii ambayo imelazimishwa, lengo la saumu hii ni ucha Mungu. Katika dini za zamani saumu ililazimishwa na lengo lake pia lilikuwa kupata ucha Mungu. Siku hizi katika watu hawa wa dini wa zamani hawafuati mafundisho yao, na mafundisho yao si sahihi, wala ucha Mungu haupatikani ndani yao. Lakini Islam ni dini ambayo itaendelea milele na milele, itabaki mpaka siku ya Kiyama. Mafundisho yake pia yataendelea mpaka siku ya Kiyama. Na Qur'ani tukufu inapatikana katika hali yake ya kiasili katika dunia nzima, na Qur'ani tukufu ni mwongozo kwa ajili ya watu ambao wanataka kufuata ucha Mungu, au wale watakaofuata Qur'ani tukufu watakuwa wenye kufuata ucha Mungu, na Qur'ani itakuwa mwongozo kwa ajili yao. Kisha katika zama za mwisho, kwa ajili ya kurekebisha hali zetu
na kwa ajili ya kusambaza mafundisho ya dini tukufu ya Islam, na kwa ajili ya kutukumbusha kwamba tufuate mafundisho ya Qur'ani tukufu. Mwenyezi Mungu katika zama za mwisho alimtuma Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam, na yeye Mungu alitupatia nafasi, tumempokea Sayyidina Ahmad alayhi salam. Basi sisi wanajumuiya tumepewa majukumu makubwa sana kwamba tuelewe uhakika wa saumu ni nini, na vile vile tuweze kupata lile lengo ambalo ni lengo la mwezi wa Ramadhan, yani kupata ucha Mungu, na vile vile kupata maendeleo katika takwa, yani ucha Mungu. Baada ya aya hii, katika aya zinazofuata kuhusu saumu, Mungu ametoa mambo mbalimbali kuhusiana na saumu. Mungu anasema tusome Qur'an tukufu na tufuate amri za Mwenyezi Mungu, na vile vile tufanye maombi sana katika mwezi huu wa mtukufu. Lakini muktasari wa mambo haya yote Mungu ameeleza katika neno moja la aya hili kwamba lengo la saumu ni kupata ucha Mungu. Basi kufuata amri za Mwenyezi Mungu na kuzingatia ibada yake, Mungu amesema katika mwezi huu mufanye juhudi sana kuhusu mambo haya mawili, ili kuweza kufanya amali kuhusu hii daima dawamu katika maisha yenu. Basi katika mwezi mtukufu wa Ramadhan tunapofanya juhudi ya kupata takwa, ucha Mungu, au tutakapofanya juhudi ya kupata ucha Mungu, katika hali hii sisi tutazingatia ibada zetu. Ikiwa sisi kwa kufuata ucha Mungu tutafunga saumu, basi katika hali hii tutaepukana na maovu. Sisi kwa kufuata amri za Mwenyezi Mungu tutajaribu kufuata amri hizi zote. Ikiwa sisi hatuepukani na maovu haya yawe kuhusu nafsi zetu, yanayoleta athari juu ya nafsi zetu, au maovu haya yanaleta madhara kwa ajili ya wengine, kwa kuacha maovu haya yote tunaweza kupata lengo la saumu. Ikiwa sisi hatufanyi hivi, basi hatutimizi lengo la kufunga saumu, na hii ndiyo ni ucha Mungu, kwamba tuepukane na maovu yote. Lakini ikiwa kwa kufunga sisi tunakuwa na kibri na majivuno ndani yetu, na sisi tunakuwa na fahari juu ya shughuli zetu, na sisi tunakuwa na tabia ya kujionyesha, na tunataka watu watusifu, na sisi tunapenda watumishi wetu watusifu. Ikiwa mtu amesifu, basi tunafurahi kwamba yeye ametusifu, au tunakuwa na hamu kwamba watu watusifu. Basi hii si dalili ya kuwa na ucha Mungu, au si dalili ya takwa. Katika saumu kupigana, kusema uongo, na ikiwa sisi hatuepukane na ufisadi, basi hii si ucha Mungu. Katika saumu ikiwa hatusali, hatufanyi maombi, na hatutumii muda wetu wote katika mambo haya, basi huu si ucha Mungu, na katika hali hii sisi hatutimizi lengo la kufunga saumu. Basi katika Ramadhan kuacha maovu na kufuata mema ni kitu ambacho kwacho tunaweza kupata lengo la saumu. Wakati mtu anapofanya juhudi ya kupata uimara katika hali hii, ndio maana katika hali hii yeye anaweza kupata lengo haswa la saumu. Pengine saumu yake ni kuwa na njaa tu. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, Mungu hataki nyinyi muishi katika hali ya njaa, msile chakula, ikiwa nyinyi hamfanyi juhudi ya kupata malengo ya saumu. Watu wengine kwa jina la saumu wanadanganya, hata wao
hawaachi kula chakula, wanajionyesha wamefunga saumu, lakini ilhali wao hawafungi saumu. Wapo watu wa aina hii ambao hawawezi kujizuia katika kula chakula, hawawezi kuacha chakula kwa ajili ya Mwenyezi Mungu kwa ajili ya masaa machache. Wakati watu wa aina hii wanapopatikana ambao hawawezi kuacha chakula kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, je, kuhusu mambo mengine wanaweza kupata ushindi juu ya nafsi zao? Hazur anasema katika gazeti makala ilichapwa hapa kuhusu saumu. Yeye ametoa matokeo katika makala ile kwamba vijana wengi wa hapa wanafunga saumu kwa ajili ya kuwaonyesha watu wengine, na wao hawajui lengo la saumu ni nini. Wao walichukua interview ya kijana mmoja. Huyu mwandishi wa makala hii ni Mkristo, au labda yeye hana dini yoyote lakini si Muislamu. Alichukua interview ya kijana akasema, ndiyo, mimi nilikula daku asubuhi na nilifunga saumu pamoja na familia yangu, na bila kukosa daku inatayarishwa na futari inatayarishwa nyumbani kwetu. Mama yangu ni mama wa miaka 64. Yeye ana maradhi ya sukari, anafunga saumu na anafanya maandalizi vizuri, na yeye anatayarisha futari kwa ajili yetu, anapika vyakula vya aina mbalimbali kwa ajili yetu, na sisi tukienda nyumbani tutakula futari. Lakini huyu kijana akasema ukweli ni kwamba kwa ajili ya kuonyesha watu wa familia, mimi nawaonyesha kwamba mimi nimefaungu na asubuhi nilikula daku, lakini mchana pia nimekula fish and chips, yani nimekula chakula, lakini naonyesha kwa nyumbani kwamba nimefunga saumu. Na akasema huyu kijana kwamba katika Uingereza sawa na mimi wapo vijana maelfu na maelfu ambao wanafunga saumu ya aina hii. Hazur anasema hii ndiyo ni hali ya saumu ya watu kadhaa. Hata wapo wengine ambao hawali chakula siku kucha, lakini hawazingatii ibada na swala jinsi inayotakiwa wazingatie. Wanaswali swala moja basi wanaona hii inatosha, wala hawazingatii amri za Mwenyezi Mungu. Mtu akifunga saumu ya aina hii haiwezi kupata lengo lile lililoelezwa na Mwenyezi Mungu kwamba nyinyi mche Mwenyezi Mungu. Basi sisi wanajumuiya tumepewa jukumu kubwa sana katika hali hii. Sisi baada ya kumpokea Sayyidina alayhi salatu wassalam tufanye juhudi ya kutimiza haki ya saumu yetu jinsi inayotakiwa haki yake itimizwe sawa na amri ya Mwenyezi Mungu. Mujaribu kuelewa takwa ni nini, ucha Mungu ni nini, na namna gani tunaweza kuwa na ucha Mungu. Sayyidina alayhi salatu wasalam katika hafla mbalimbali yeye alieleza ucha Mungu ni nini na muttaqi ni nani. Ladha na raha inapatikana kwa kupitia ucha Mungu, si kwa sababu ya ladha ya dunia mtu anaweza kupata raha. Namna gani tunatakiwa tufanye mema katika maisha yetu kwa ajili ya kuwa mwaminio halisi. Mwanadamu anatakiwa afanye shughuli zake zote kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Hii ndiyo ni kitu ambacho kinaleta tofauti baina ya mwaminio na mkafiri. Vile vile Sayyidina alayhi salam alituelezea na alituambia kwamba mtu anatakiwa apate maendeleo katika maarifa ya Mwenyezi Mungu. Kila siku inayokuja katika maisha yake, siku ile iweze kutusogeza mbele katika maarifa ya Mwenyezi Mungu.
badala ya kukaa katika sehemu moja, au tuwe sawa na wale watu ambao kwa sababu ya athari ya jamii kwa ajili ya kuwaonyesha watu wengine wanafunga saumu, kama nimetoa mfano moja hapo awali. Kwa vyovyote Hazur anasema sasa hivi kuhusu uchamungu, nataka kusoma baadhi ya maandiko ya Sayyidina alayhi salatu wassalam. Sayyidina alayhi salatu wassalam kwa ajili ya kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu anasema tufuate uchamungu. Anaeleza ufunuo moja, anasema vile vile anaeleza takwa ni muhtasari wa dini zote za zamani. Pia anasema jana tarehe 22/1899 Mungu alinifunulia mara kwa mara kwamba nyinyi muwe wacha Mungu na mufuate njia nyambamba za ucha Mungu. Katika hali hii Mungu atakuwa pamoja nanyi. Akasema kwa kupitia ufunuo huu mimi nimepata hali ya aina fulani kwamba mimi nifanye nini ili jumuiya yetu ianze kufuata ucha Mungu kweli kweli. Kisha akasema mimi nafanya dua kiasi hiki kwamba kwa sababu ya dua mimi nasikia udhaifu, hata baadhi wakati mimi nazimia kwa sababu ya kufanya maombi sana. Akasema maadamu jumuiya mbele ya Mwenyezi Mungu haipati ucha Mungu, jumuiya ile haiwezi kupata msaada kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Amesema takwa ucha Mungu ni muhtasari wa dini zote wa zamani, na vile vile muhtasari wa Taurat na Injili. Katika Qur'an tukufu katika neno moja hiari ya Mwenyezi Mungu imeelezwa, yani katika neno takwa imeelezwa ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Amesema mimi nafikiria sana kwamba wale ambao wanatanguliza dini juu ya dunia ni watenganishe, kisha nawapatie majukumu mbalimbali, kisha wale watu ambao wanaangukia dunia mimi sitajali kuhusu watu hawa. Hii ilikuwa hali ya moyo wa Sayyidina alayhi salatu wasalam, kwamba kila maanajumuia, kila mfuasi wangu awe mtu wa kufuata ucha Mungu, yeye asiwe na huzuni ya dunia kila wakati. Kisha Sayyidina alayhi salam kwa kutukumbusha kwamba kufuata ucha Mungu kwa hakika ni muhtasari wa sheria. Ikiwa mnataka maombi yenu yapokelewe basi mfuate ucha Mungu. Anasema inatakiwa wafuate ucha Mungu kwa sababu ucha Mungu ni kitu ambacho kinaweza kuitwa muhtasari wa Islam. Ikiwa tunataka kueleza sheria kwa muhtasari, tunaweza kusema kwamba sheria ni ucha Mungu, yani takwa. Takwa ina madaraja chungu mzima, lakini ikiwa mtu anayetafuta ucha Mungu, ikiwa mtu anapita madaraja haya yote kwa subra sana, basi polepole anapata madaraja ya juu. Hazuru anasema basi mtu anatakiwa aendelee kufanya mema ule we mdogo au mkubwa, basi anatakiwa aendelee kufanya mema kwa subra sana na kwa kufuata uimara. Mungu anasema inama yatakabalullah minal muttaqina, yani Mwenyezi Mungu anapokea maombi ya wacha Mungu. Yani hii ni ahadi ya Mwenyezi Mungu na Mungu hafanyi kinyume na ahadi zake, kama alivyosema inna Allaha la yukhlifu al-mi'ad. Basi takwa ni sharti kwa ajili ya kupokelewa kwa maombi, na hatuwezi kuweka kando sharti hii kwa ajili ya kupokelewa maombi. Lazima mtu afuate ucha Mungu kwa ajili ya kupokelewa maombi yake. Amesema mtu ikiwa anataka maombi yake yapokelewa ila hali yeye ameghafilika kuhusu ucha Mungu, basi yeye ni mjinga, hana elimu. Basi jumuiya yetu inatakiwa sawa na uwezo wake kila moja afuate njia za ucha Mungu ili ye aweze kusikia ladha ya kupokelewa kwa maombi yake.
na vile vile yeye apate ladha ya kuimarika kwa imani yake. Zura anasema kwa ajili ya kupata ladha ya imani, tiba hii imeelezwa kwamba saumu yetu na kila kitendo chetu kiwe kwa ajili ya kupata ucha Mungu, takwa. Hazur anasema watu wengi wanasema maombi yetu hayapokelewi, tumefanya maombi sana lakini hayapokelewi. Hazur anasema watu wanatakiwa wachunguze nafsi zao. Je, wao wanatanguliza dini? Je, wanafuata njia za ucha Mungu? Au je, wanaangukia dunia? Basi kwa ajili ya kupokelewa maombi hii pia ni sharti moja kwamba mtu afuate ucha Mungu. Kisha anasema kwa kweli Mungu ameahidi sana kwa ajili ya wacha Mungu. Zaidi ya hii ni nini? Kwamba Mungu anakuwa walii wa wacha Mungu. Wale ni waongo wanaosema kwamba sisi tupo karibu na Mwenyezi Mungu, kisha wao si wacha Mungu, bali wao wanaishi maisha ya ufasiki na ufisadi. Na wao wanasema kwamba wanafuata, wao ni mawalii wa Mwenyezi Mungu, ila hali si mawalii, kwa sababu mawalii ni wale ambao wanakuwa wacha Mungu. Yani mcha Mungu anaweza kuwa walii wa Mwenyezi Mungu. Kisha Mwenyezi Mungu amesema, Mungu anaweka sharti nyingine kwamba anaeleza nishani ya muttaqin kwamba inna Allaha ma'al muttaqin. Yani Mwenyezi Mungu anakuwa pamoja na wale watu, yani anawasaidia wale watu ambao ni wacha Mungu. Na nishani ya msaada Mwenyezi Mungu inapatikana kwa kuona msaada wake, na msaada wake inaonyesha kwamba mtu yupo pamoja nasi. Mlango wa kwanza umeshafungwa ikiwa ucha Mungu haupatikani. Wanasema Mungu haongei siku hizi, hivi wamefunga mlango. Sasa wanasema wanafunga mlango wa kupata ukaribu na Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kutokufuata ucha Mungu. Msaada wa Mwenyezi Mungu unapatikana kwa ajili ya mcha Mungu tu. Amesema kuna njia nyingine kwamba mtu anakuwa katika mabalaa na shida na anakuwa na mahitaji aina mbalimbali. Kwa ajili ya kuondolewa mambo haya yote, Mungu amesema mnalazimika kufuata ucha Mungu. Yani ikiwa mnataka mabalaa haya, maafa haya yote yaondoke, basi mnalazimika kuwa wacha Mungu, ndipo mabalaa haya yataondoka. Basi mtu kwa kupitia njia ya ucha Mungu anaweza kupata ulinzi katika mabalaa. Man yattaqillaha yakhrij lahu makhrajan, yani kwa ajili ya mcha Mungu Mwenyezi Mungu anafungua njia na anamfungulia mlango ili yeye aondoke katika shida. Vile vile Mwenyezi Mungu anamsaidia kutoka kwa ghaibu yake na anamsaidia kwa njia ambayo yeye hajui. Basi Zura anasema tunatakiwa tufanye dua hii, tunatakiwa tukumbuke aya hii, man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Ikiwa mtu anakumbuka aya hii, basi ataendelea kukumbuka ucha Mungu. Amesema Sayyidina Muhammad sallam kwamba angalieni kwa makini mtu anataka nini katika dunia hii. Tamaa ya mtu katika dunia hii ni kwamba yeye apate raha na utulivu. Kwa ajili yake Mungu ameweka njia moja tu, na njia hii ni njia ya ucha Mungu. Na katika neno lingine ile ni njia ya Qur'ani tukufu, au kwa jina lingine njia ile ni sirati mustaqim, yani njia iliyonyoka.
mtu asiseme kwamba makafiri wanakuwa matajiri na wao wanaishi katika maisha ya starehe na utulivu. Amesema, nawaambieni kweli kweli, hawa katika jicho la dunia wanaonekana ni wana raha na wana furaha, lakini kwa kweli wao wanakuwa katika moto na katika shida. Nyinyi mmeona nyuso zao tu, lakini mimi najua hali ya mioyo yao. Wao wanakuwa katika uchafu na wanakuwa katika moto. Kama amesema, inna a'tadna lilkafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira, yani bila shaka kwa ajili ya makafiri tumetayarisha pingu na vile vile jahanamu. Anasema hawa watu hawawezi kufuata mema, wao wamekamatwa na pingu na wamezikwa chini ya mzigo kiasi hiki kwamba wanakuwa wabaya zaidi kuliko wanyama. Wao wanaangukia dunia kila wakati na wanainama upande wa dunia kila wakati, kisha wao wanasikia moto moyoni mwao. Ikiwa mali inapungua au hawafaulu katika njama zao na hila zao, basi wao wanakosa utulivu. Hata wengine wanakuwa mwenda wazimu au wanakwenda mahakamani. Amesema hii ni kweli kwamba mtu ambaye hana dini yeye anakuwa motoni. Na huzuri anasema, sisi tunashuhudia mara kwa mara matukio ya aina hii yanaonekana, na habari hizi zinapatikana katika magazeti. Sayyidina Alayhi Salam anasema kwamba yeye anakuwa katika hali kwa sababu yeye hana utulivu na raha. Kama mlevi kwa kunywa pombe anaomba zaidi, anaendelea kuomba zaidi, na yeye anakuwa na hamu ya kunywa sana. Hivyo ndivyo mtu wa dunia pia anakuwa motoni na anaangua katika moto, na moto wake hauzimiki. Raha kweli kweli ni kwa ajili ya mcha Mungu, ambaye kwa ajili yake Mungu ameahidi kwamba yeye atapata pepo mbili. Kisha Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, mcha Mungu anaweza kupata raha katika nyumba kadogo, na mtu wa dunia hawezi kupata raha hata katika ngome mkubwa. Ikiwa mtu anakuwa mcha Mungu, anazingatia ridhaa ya Mwenyezi Mungu, hata katika hali ikiwa mapato yake ni kidogo, anaweza kuishi maisha ya raha na utulivu. Lakini matajiri hawezi kupata raha ile. Amesema jinsi mtu anapata dunia zaidi sawa na hali ile, basi anakuwa na tamaa zaidi. Basi kumbukeni, raha kweli kweli haiwezi kuwa kwa ajili ya mtu wa dunia. Msidhani kwamba kwa sababu ya kuwa mali nyingi na mawazi mazuri na vyakula vinaweza kuwa sababu ya kuleta raha na furaha na utulivu, bali msingi wake ni juu ya uchamungu. Basi wakati tumejua kwamba bila kuwa na uchamungu halisi hatuwezi kuwa na raha na utulivu, basi tunatakiwa tufanye utafiti kwamba uchamungu ina madaraja mbalimbali, na njia hizi za uchamungu ni sawa na nyumba ya buibui. Viungo vyote vya binadamu, itikadi, ulimi, hulka, na kuhusu hulka kuna njia hizi ni kuhusu mambo haya. Yani kwa ulimi mtu aseme uchamungu, na katika hulka zake pia uchamungu upatikane. Kuhusu saumu pia kuna hadithi moja Mtume sallam akasema kwamba rozedar, yani mtu anayefunga saumu, yeye atakase ulimi wake. Hata mtu akipigana naye yeye aseme, mimi nimefunga saumu, mimi siwezi kutoa majibu ya ufisadi yako. Hali ya mtu ni aina hii kwamba mtu akisema neno moja yeye anafurahi kwamba nimesema hivi na hivi, ila hali kauli yake inakuwa si sahihi. Nimekumbuka historia moja kwamba
mzee mmoja alialikwa na mtu mmoja. Mtu hatakiwi yeye aepukane na tabia ya kutukana watu wengine na kusema uongo katika saumu, bali mtu anatakiwa azingatie njia nyambamba za maovu. Yani ikiwa uchamungu haupatikani kwa kupitia ulimi au viungo vingine, pia mtu anatakiwa awe mwangalifu. Sayyidina al-Islam anasema mzee mmoja alialikwa na mtu wa dunia. Mzee alipoenda kwa ajili ya kula chakula, yule mtu wa dunia ambaye alikuwa na kibri sana, yeye akamwambia mtumishi wake kwamba ulete sahani fulani ambayo tulileta katika wakati wa haji ya kwanza, na baadaye ulete sahani nyingine tulileta katika haji ya pili na katika haji ya tatu. Basi alianza kusema ulete masahani haya tulileta katika haji ya mbalimbali. Yule mzee akasema, wewe ni mtu mwenye kupata rehema sana, wewe umeharibu katika kauli yako tatu, haji zako zote tatu. Yani ulifanya haji kwa ajili ya dunia, si kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Sayyidina al-Islam anasema yule wali wa Mungu akasema kwamba lengo lako lilikuwa hili tu, kwamba wewe uonyeshe kwamba umefanya haji mara tatu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu ametoa mafunzo kwamba mtu alinde ulimi wake na asiseme maneno ya ufedhuli na asiseme maneno yasiyo na maana. Zur anasema kwa ajili ya mtu, yeye hakuambiwa kwamba yeye azuie ulimi wake ili asilete udhia kwa ajili ya wengine, bali kuwa na tabia ya kujionyesha ni tabia ambayo inampeleka mwanadamu katika mema, na kwa sababu ya tabia hii mtu anakuwa mbali na uchamungu. Kuhusiana na hii pia tunatakiwa tuwe waangalifu sana. Sayyidina al-Islam anasema zaidi, Mwenyezi Mungu ametuamuru iyyaka na'budu. Hii iliwezekana kwamba mtu angetegemea uwezo wake na angekuwa mbali na Mwenyezi Mungu. Ndio maana pamoja na hii amesema iyyaka nasta'in, yani msidhani kwamba ibada unayofanya nafanya kwa uwezo wangu. Hapana, sio hivyo, bali ikiwa msaada wa Mwenyezi Mungu haupatikani, ikiwa yeye mwenyewe hanijali uwezo, mimi siwezi kufanya hivi. Kisha Mungu hakusema iyyaka na'budu na iyyaka nasta'in, kwa sababu mtu akisema hivi basi yeye anatanguliza nafsi kwamba mimi nafanya hii yote kwa sababu ya uwezo wangu, na kitu hiki ni kinyume na ucha Mungu. Amesema ucha Mungu unatakiwa patikane kutoka katika kila jambo. Baadhi wakati kwa sababu ya ulimi mtu anakuwa mbali katika ucha Mungu, anafanya kibri kwa kutumia ulimi wake, na vile vile kwa kupitia ulimi anasema anakuwa na sifa za Firauni, yani kibri. Hivyo ndivyo kwa sababu ya ulimi mtu anaonyesha vitendo vyake. Anasema Sayyidina al-Islam katika hadithi inapatikana, yule mtu ambaye analinda viungo vyake viwili, mimi nitampatia dhamana ya pepo. Kulinda ulimi si maana yake hii kwamba mtu asiseme uongo, bali kula haramu pia ni kitu kibaya. Msizani kwamba haramu ni kitu kizuri. Sayyidina al-Islam anasema lengo langu ni hili kwamba mtu akila nyama ya nguruwe kwa sababu ya dhiki, basi hii ni kitu kingine tofauti, kwa sababu Mungu mwenyewe ametoa ruhusa. Lakini ikiwa yeye anatoa fatwa ya kula khinziri, yani nguruwe, basi hii ni kitu ambacho ni kinyume na mafundisho ya Islam, na yeye atakuwa nje katika mafundisho ya Islam. Yeye kwa kusema hivi anahalalisha kitu kilichoharamishwa na Mungu. Basi kutumia ulimi bila kuwa na mpaka ni kitu kibaya sana. Mcha Mungu ni yule ambaye analinda ulimi wake, yeye hasemi neno hata moja kinyume na ucha Mungu. Anasema nyinyi mupate utawala juu ya ulimi wenu, isitokee kwamba ulimi unapata utawala juu yenu na hivi muendelee kusema maneno ya ufidhuli.
Hazur anasema katika saumu tumeanza kufanya zikri ilahi zaidi, yani tumeanza kumkumbuka Mwenyezi Mungu. Pamoja na ziada hii ya kumkumbuka Mwenyezi Mungu, hatutakiwi tuseme maneno yasiyo na maana, ili tuweze kupata lengo la saumu na lengo la ucha Mungu. Kisha anasema Sayyidina al-Islam, tunatakiwa tuchunguze kwamba kiasi gani tumepata maendeleo katika ucha Mungu na utakaso. Kipimo chake ni Qur'ani tukufu. Mungu ameweka alama ya waaminio kwamba Mwenyezi Mungu anamlinda muamini katika mambo mabaya. Mungu amesema man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib, yani anayemogopa Mungu basi Mwenyezi Mungu anamfungulia njia wakati wa msiba na wakati wa maafa, na Mungu anampatia ruzuku mahali ambapo yeye hajui njia ile. Hii pia ni alama ya mcha Mungu kwamba yeye hapati haja ya kuomba kwa watu wengine, na mcha Mungu hapati tamaa ya nafsi, yeye hapati ushindi wa tamaa ya nafsi. Kwa mfano, mwenye duka anadhani kwamba bila kusema uongo yeye hawezi kuendesha biashara yake, ndio maana yeye haachi kusema uongo, na yeye anasema mimi nimelazimika kusema uongo, kitu hiki si sahihi. Mwenyezi Mungu mwenyewe anakuwa mlinzi wa mcha Mungu, na Mungu anamokoa katika hali hii ambayo inamlazimisha yeye afanye mambo kinyume na mafundisho ya Qur'an tukufu, yani hapati nafasi ya kusema uongo. Kumbukeni, mtu akimwacha Mungu, Mungu pia amemwacha. Wakati Mungu anamwacha, basi shetani atajenga mahusiano yake. Amesema msidhani Mungu ni dhaifu, bali Mungu ana uwezo juu ya kila kitu. Tunapomtegemea yeye, basi lazima yeye atawasaidieni. Man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu, yani yule anayemtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, Mungu anamtosheleza. Wale watu ambao walitajwa katika aya hii, watu wa dini, fikra zao zote zinakuwa kwa ajili ya dini, na wao hawajali kuhusu mambo ya dunia. Ndio maana Mungu amewapatia utulivu kwamba mimi nipo pamoja nanyi. Katika baraka za ucha Mungu, baraka ni hii moja, ni hii kwamba Mwenyezi Mungu anamuokoa muttaqi katika maafa yanayopatikana katika dunia. Yani ikiwa mtu anakuwa mcha Mungu kweli kweli, basi katika hali hii Mungu anaondoa matatizo ya dunia ili kizuizi kisipatikane katika kazi ya dini. Basi kuhusiana na hii pia, wale watu wanaosema kwamba sisi tuna matatizo ya dunia, hatuwezi kushiriki katika shughuli za dini, ikiwa wao ni wacha Mungu kweli kweli, basi katika hali Mungu mwenyewe anaondoa matatizo haya yote. Katika hali hii mtu anapata nafasi ya kutumikia dini. Sayyidina alayhi salatu wasalam kwa kueleza kitu hiki kwamba mema ni aina mbili, na yule ambaye anafanya mema namna gani Mungu anamtendea. Sayyidina alayhi salam anasema kadiri mtu anafanya mema inakuwa na sehemu mbili, ya kwanza ni fardh na ya pili ni nawafil. Yani kitu kimoja ni fardh ambayo ni lazima, na kitu kingine ni nafil. Fardh ni ile ambayo imelazimishwa, kama mtu amechukua mkopo, mtu analazimika kulipa mkopo yake, kitu hiki ni fardh. Au mtu akitendewa mema, basi analazimika kutenda mema. Amesema kwamba hii si ihsani kwamba mtu anamtendea mtu kwa sababu yeye pia alitendewa vizuri. Hii ni fardh, analazimishwa kufanya hivi, si ihsani kutoka kwake. Amesema zaidi ya majukumu haya, pamoja na kila mema kuna nafal, yani mema ambayo inakuwa zaidi ni nafal. Kama dhidi ya ihsani kuna ihsani, yani mtu afanye ihsani zaidi kuliko ile ihsani aliyofanyiwa. Yani mtu akifanyiwa ihsani, yeye pia anamfanyia ihsani, lakini akifanya ihsani zaidi ya ile, hii itakuwa nafal kutoka kwake.
yani hii itakuwa zaidi kutoka kwake. Kwa kupitia nafal hii fardh inakamilika, inapata daraja ya hali ya juu. yani mtu akifanya ihsani zaidi kuliko ihsani aliyefanyiwa, basi katika hali anapata daraja ya juu. Katika hadithi inapatikana mawali wanakamilisha mema yao kwa kusali nafali pamoja na zakat, wanatoa sadaka. Mungu anakuwa wali wa hawa. Mungu anasema Mungu anakuwa rafiki wa hawa kiasi hiki kwamba Mungu mwenyewe anakuwa viungo vyao. Kisha anasema Sayyidina alayhi salatu wasalam kwamba ukweli ni kwamba mtu anapopata ushindi juu ya tamaa ya nafsi, anafuata ucha Mungu, basi katika hali kitendo chake chote kinakuwa sawa na ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Mahali ambapo watu wanashikwa na maafa, kule wanakamatwa kwa sababu wanafanya vitendo kinyume na ridhaa ya Mwenyezi Mungu, na ridhaa ya Mungu inakuwa kinyume na ridhaa yao. Basi mtu aina hii anafuata tamaa ya nafsi yake. Kwa mfano, kwa sababu ya hasira anafanya kitendo ambacho anakamatwa mahakamani na inakuwa kesi dhidi yake. Lakini kama kuna mtu ambaye yeye anasema yeye hatafanya kazi yoyote nje ya Qur'ani tukufu, katika hali lazima atapata ushauri mzuri kutoka kitabu cha Mwenyezi Mungu. Kama Mwenyezi Mungu kama imesemwa kwamba kila kitu kinapatikana ndani ya Qur'ani tukufu, yani hakuna kitu chochote ambacho haikipatikani katika kitabu hiki cha Qur'ani tukufu. yani Qur'ani tukufu imeeleza waziwazi mema na maovu ya kila aina, na yule ambaye atafuata Qur'ani tukufu atakuwa chini ya ulinzi wa Mungu. Amesema Sayyidina alayhi salatu wasalam kwamba ikiwa tunachukua ushauri kutoka kwa kitabu cha Mwenyezi Mungu, lazima tutapata ushauri mzuri. Maafa yanapatikana katika dunia, majaribio yanapatikana katika dunia. Wakifanya kazi chochote kibaya, kazi mbaya, hii ni kwa sababu hii kwamba hawafuati amri za Mwenyezi Mungu. Bila kusoma Qur'an tukufu, bila kufuata Qur'an tukufu, wakiishi maisha yao bila kuzingatia amri zake, wakifanya kazi yoyote, katika hali hii watapata majaribio na watapata maafa na shida. Hazur anasema kwamba hapa inatakiwa upande wa dini inakuwa tofauti, kwa sababu ya dini baadhi wakati mtu anapata majaribio, lakini majaribio haya yanakuwa kwa ajili ya kuangalia hali ya watu wema, na manabii wanapata hali ya aina hii zaidi kuliko watu wengine wote. Lakini kuna kitu kingine cha dunia ambapo mtu anakamatwa na mambo ya dunia, shida za dunia, kwa sababu yeye anafikiria kwa fikira ya dunia. Anadai yeye ni muaminio, lakini yeye hafuati amri za Qur'ani tukufu ambayo ni mwongozo kwa ajili yetu. Ndiyo maana yeye anapata majaribio na maafa katika dunia hii. Sayyidina alayhi salatu wasalam anasema yule ambaye anafuata tamaa ya nafsi yake lazima yeye atapata hasara. Sasa imekuwa wazi zaidi kwamba mtu anakuwa chini ya tamaa ya nafsi yake, mtu aina hii anapata hasara. Dhidi ya hii Mungu amesema wali ambaye anafuata amri zangu zote, wao wanaendelea kufuata nasaha na amri zangu. Yule ambaye Mungu anakuhusu watu hawa mawali, Mungu anasema yule ambaye anakuwa mdui wa wali wangu, basi yeye anakuwa mdui wangu. Yule ambaye anapigana na mawali, basi yeye anapigana nami. Basi angalieni watu wa dini wanapopata matatizo aina hii, basi katika hali Mungu anawasaidia na maadui wake wanaangamizwa. Sasa angalieni shani ya sifa ya mcha Mungu ni juu kiasi gani.
yule ambaye ni mcha Mungu anateswa, basi yule ambaye anamtesa yeye anamtesa Mwenyezi Mungu. Kisha Sayyidina alayhi salatu wasalam anasema kuna shati kwa ajili ya wacha Mungu kwamba wao waishi maisha ya maskini. Hii pia ni tawi moja la ucha Mungu. Mawali wanatakiwa wasiwe na ghadhabu. Kibri inapatikana kwa sababu ya ghadhabu. Kwa hiyo mawali wa Mwenyezi Mungu hawezi kuwa na ghadhabu. Mtu anakuwa na ghadhabu wakati anatanguliza nafsi yake juu ya wengine. Na yeye anafikiria kwamba yeye ni mkubwa kuliko wengine, na anadhani kuhusu wengine wao ni wadogo, lakini Mungu anajua nani ni mkubwa nani ni mdogo. Kibri hii inaweza kuwa begu kwa ajili yake ambayo baadaye itakuwa maangamio kwa ajili yake. Watu wengine ambao wanaongea na watu kwa heshima, lakini mwenye heshima ni yule ambaye anaongea na maskini kwa makini na anamsaidia maskini. Mwenyezi Mungu anasema wala tanabazu bil alqabe bisal ismul fusuq ba'da al iman, yani msiite watu kwa majina mabaya. Kuwa mbali katika dini baada ya kupata imani ni kitu kibaya sana. wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun, yule ambaye hatubu, yani anaendelea na tabia yake mbaya, basi huyu atakuwa mdhalimu. Sayyidina al-Islam anasema kwamba msiite watu kwa majina mabaya. Kitu hiki ya tabia hii ni tabia ya watu wenye ufisadi. Yule mtu ambaye anamuita mtu mwingine kwa majina mabaya, yeye hatakufa mpaka yeye pia aitwe kwa majina mabaya. Wakati nyinyi mnakunywa maji katika chemchem moja, nani anajua nani atakuwa mwenye bahati nzuri zaidi? Mtu hawezi kuwa mwenye heshima kwa sababu ya dunia. Mbele ya Mwenyezi Mungu mwenye heshima ni yule ambaye ni mcha Mungu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir, yani mbele ya Mwenyezi Mungu mwenye heshima ni yule ambaye ni mcha Mungu. Bila shaka Mwenyezi Mungu ana elimu ya kila kitu. Azura anasema basi Mwenyezi Mungu anajua kila kitu, kwamba mtu anafanya ucha Mungu kwa ajili ya kuonyesha wengine au yeye anafuata ucha Mungu kweli kweli. Wakati Mungu anajua kila kitu, katika hali hii tunatakiwa tuwe na hofu sana, na kwa hofu hii tuchunguze hali zetu na tufanye juhudi ya kupata ucha Mungu kweli kweli. Sayyidina al-Islam kwa kueleza mada hii kwamba muamini anapofuata ufaulu yeye anafanya nini na mkafiri akipata ufaulu anasema nini. Sayyidina al-Islam anasema kumbukeni kitu hiki vizuri, kwamba muamini jukumu lake ni kwamba akipewa ufaulu wowote yeye anamhamidu Mwenyezi Mungu. Yani yeye anasema kwamba ufaulu ule umepatikana kwa sababu ya msaada wa Mwenyezi Mungu, yeye amemjalia. Kwa sababu hii yeye anapiga hatua mbele na anapata imani. Baniani na muaminio akipata ufaulu inaonekana ni sawa sawa, lakini baniani akipata ufaulu ni sababu ya fedheha, lakini muaminio akipata ufaulu mlango wa ufaulu unafunguliwa kwa ajili yake. Baniani ni kwa sababu hii ni fedheha, kwamba yeye hamuelekei Mwenyezi Mungu, bali anaona ufaulu ule umepatikana kwa sababu ya juhudi yake. Lakini muaminio anasema kwamba yeye amepata ufaulu kwa sababu ya msaada wa Mungu. Kwa hivi baada ya kila ufaulu yeye anajenga mahusiano mazuri na Mwenyezi Mungu na anapata mabadiliko mazuri. Innallaha ma'al ladzina taqaw, yani Mungu anakuwa pamoja na wale watu ambao ni wacha Mungu. Inatakiwa ikumbukwe katika Qur'an tukufu neno hili la ucha Mungu limetumika mara kwa mara. Ya hapa neno maa imetumika kwamba yule ambaye anamtanguliza Mungu, Mungu pia anamtanguliza.
imani yangu ni hii kwamba ikiwa mtu anataka kuepukana na fedheha katika dunia hii, njia yake ni hii kwamba yeye awe mcha Mungu. Basi katika hali yeye hatakuwa na wasiwasi, basi ufaulu wa waaminio unampeleka mbele, yeye habaki sehemu moja bali anapata maendeleo. Kisha anasema hali ya watu wengi imeandikwa kwamba mwanzoni walikuwa wenye dini na baadaye wakafanya dua ile ilikubaliwa na baadaye hali yao ilibadilika. Ikiwa maombi yanapokelewa, msitakiwa mwe na kibri, bali mumsifu Mwenyezi Mungu kwa sababu hii ni fadhila zake kwamba amepokea maombi yenu. Badala ya kuwa na fahari, mtu anatakiwa akumbuke fadhila za Mwenyezi Mungu. Anasema mtu akipata ufaulu basi anapata moyo sana, na kwa kupata ufaulu mtu anatakiwa apate maarifa zaidi. Yani ikiwa amepata ufaulu au dua imepokelewa, basi katika hali hii anatakiwa awe karibu na Mwenyezi Mungu zaidi, kwa sababu kitu kinachofaa zaidi ni kitu hiki kwamba kupata maarifa ya Mwenyezi Mungu. Hakuna yeyote ambaye anaweza kuzuia fadhila za Mwenyezi Mungu. Mtu akiwa na hali ya maskini pia anakuwa katika shida. Katika hadithi inapatikana kwamba umaskini unaleta mtihani mkubwa sana kwa ajili ya mtu. Baadhi wakati anakuwa mbali na dini. Anasema mimi mwenyewe nimeshuhudia watu wa aina hii kwamba kwa sababu ya umaskini wao wakawa atheist, lakini muamini hata akipata umaskini haendi mbali na Mwenyezi Mungu, bali anasema umaskini huu ni kwa sababu ya makosa yake, na kwa kukiri hii anamuomba rehema kutoka kwa Mungu. Wakati hali ile inapoondoka na maombi yake yanapokelewa, katika hali hii yeye hasahau ile hali ya umaskini wake, bali anaendelea kukumbuka. Ikiwa mnataka kumuomba Mwenyezi Mungu, basi mnatakiwa mfuate ucha Mungu. Sayyidina al-Islam anasema zaidi, Mwenyezi Mungu anamsaidia yule anayemcha yeye. Takwa ni kuepukana na maovu, na muhsinun ni wale ambao si hii tu kwamba wanaepukana na maovu, bali wao wanafanya mema pia. Kisha amesema hii pia lilazina ahsanu husna, yani mtu anatakiwa afanye mema pia kwa njia nzuri. Sayyidina al-Islam anaeleza tafsiri aya hii, inna Allaha ma'al ladzina taqaw wa hum muhsinun. Anasema mimi nimefunuliwa mara kwa mara, inna Allaha ma'al ladzina taqaw ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Mungu amenifunulia kiasi hiki kwamba mimi siwezi kuhisabu, labda ni mara 2000 Mungu amenifunulia hii. Lengo lake ni hili, ili jumuiya ijue. Hatutakiwi tufurahi kwa sababu ya hii kwamba sisi tumejiunga na jumuiya, au sisi tufurahi kwa sababu ya imani ya juu. Msaada wa Mungu utapatikana wakati tutakapofuata njia ya ucha Mungu kweli kweli. Inna Allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Tafsiri yake ni hii, bila shaka Mwenyezi Mungu yupo pamoja na wale watu ambao wanamcha Mungu kisha wanafanya ihsani. Amesema msaada wa Mwenyezi Mungu unapatikana wakati mtu anapofuata njia ya ucha Mungu na anafanya mema. Inna Allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Mwenyezi Mungu pia anaandika vitendo vya mtu katika kitabu. Basi mwanadamu anatakiwa atayarishe kitabu chake, na anatakiwa afikirie kwamba kiasi gani amepata maendeleo katika mema. Leo na kesho ya maaminio haitakiwi iwe sawa. Ikiwa yeye anaona kwamba leo na kesho ni sawa sawa katika mema, basi yule amepata hasara. Ikiwa mtu anamwamini Mwenyezi Mungu, yeye hapotezwi,
bali kwa ajili yake, kwa ajili ya mtu mmoja watu malaki wanasalimishwa, wanaokolewa. Anatoa mfano mmoja Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba mtu mmoja alikuwa wali, alikuwa kwenye meli, tufani ikaja katika bahari na ilikuwa karibu meli izame, lakini kwa sababu ya maombi yule wali watu wote waliokolewa, na wakati wa dua alipata ufunuo, kwa ajili yako wewe sisi tumewaokoa hawa wote. Hazur anasema kwamba Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema hali hii haiwezi kupatikana kwa maneno ya ulimi, bali mtu anatakiwa afanye juhudi. Kisha Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema Mungu ameniahidi ini wahafizu kula man fi dar, lakini kwa ajili ya hii mnalazimika nyinyi pia mfuate ucha Mungu kwa ajili ya kupokelewa maombi yangu. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema kwamba nyinyi pia mnatakiwa muwe wenye kupokelewa maombi haya, ndiyo maana ndipo maombi yangu yatapokelewa, na kwa ajili ya ucha Mungu ni muhimu sana. Halifa mtukufu anasema Mwenyezi Mungu atujalie katika Ramadhan hii tuweze kufunga saumu zetu kwa kufuata ucha Mungu, na vile vile tuweze kutimiza haki zote, na kwa njia zote Ramadhan hii iwe yenye baraka kwa ajili ya jumuiya pia, na kwa ajili ya Waislamu wote, na kwa ajili ya dunia nzima. Hasusan mufanya dua maombi kwamba hali ya jumuiya inapatikana katika Pakistan, hali inaendelea kuwa mbaya zaidi. Mwenyezi Mungu ajalie, alete fadhila zake, baraka zake. Ikiwa sisi pande moja tutimize haki za saumu, tuweze kutimiza haki hizi zote za saumu kwa kufuata ucha Mungu, tuweze kufanya maombi. Hivyo ndivyo Mwenyezi Mungu awarehemu Waislamu pia, na awaongoze viongozi wao na maulamaa, awajalie akili ili waweze kumpokea imamu wa zama hizi. Hivyo ndivyo kila siku habari mpya inapatikana katika dunia kwamba vita inakaribia na hatari inapatikana. Nchi zenye nguvu inaonekana wanaelekea kwenye vita haraka sana. Inaonekana kwamba hakuna kizuizi chochote katika vita ya dunia nzima. Mwenyezi Mungu awalinde wanajumuiya hasusan na Waislamu wengine katika athari mbaya ya vita hii, na Mungu alinde dunia hii nzima katika athari mbaya ya dunia ya vita. Ikiwa mbele ya Mwenyezi Mungu hawa watu wanaweza kurekebika, wanaweza kupata mwongozo, waweze katika hali hii, Mungu afanye mpango wa aina hii kwamba waweze kumtambua Mwenyezi Mungu ili wote waweze kusalimika katika maafa na maangamio. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.